Maandamano Tanzania, miji mikuu yabaki tulivu asubuhi ya Disemba 9 huku tahadhari zikiongezeka. Huku leo Disemba 9, siku ambayo pia ni kumbukumbu ya uhuru wa Tanzania bara, ikiwa ndio siku iliyotajwa kwa maandamano yaliyopigwa marufuku. Hali katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo imeripotiwa kuwa tulivu asubuhi hii, lakini yenye tahadhari kubwa. Ingawa hakuna mikusanyiko iliyoonekana mapema leo, shughuli nyingi za biashara zimeendelea kubaki zimefungwa kama njia ya kujilinda endapo machafuko yatatokea. Waandishi wa BBC wameshuhudia baadhi ya vituo vya mafuta, maduka na ofisi binafsi pamoja na za umma zikiwa zimefungwa, hatua inayohusishwa moja kwa moja na kumbukumbu ya maandamano ya Oktoba 29 ambayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa mali. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizotolewa na serikali, maandamano hayo yaliharibu ofisi za serikali zipatazo 756, zikaharibu vituo 27 vya mabasi ya mwendo kasi pamoja na mabasi 6 yaliyoteketezwa. Nyumba binafsi 273 zilipigwa na kuchomwa, vituo vya polisi 159 vilishambuliwa na vituo binafsi vya mafuta 672 nazo viliharibiwa. Aidha, magari binafsi 1642, pikipiki 2268 na magari ya serikali 976 yaliteketezwa katika machafuko hayo, hali iliyowaacha wananchi wengi na kumbukumbu nzito kuhusu athari za vurugu. Hapo jana Disemba 8, 2025, msongamano mkubwa wa wananchi ulishuhudiwa hivi karibuni katika masoko na maduka makubwa nchini Tanzania, huku wakazi wakinunua chakula, maji na bidhaa nyingine muhimu kwa wingi. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya ndani ikiwemo gazeti la The Citizen zimeripoti foleni ndefu katika maduka ya jiji la Dar es Salaam, ambako watu wameonekana wakijaza toroli na bidhaa muhimu za nyumbani. Hali hii ya ununuzi wa dharura imehusishwa moja kwa moja na hofu ya kufanyika maandamano mengine ambayo yamepigwa marufuku na jeshi la polisi. Wakati baadhi ya wananchi wanajitayarisha kwa hofu ya kukosekana kwa bidhaa, wengine wanasema ni tahadhari ya kudhibiti hatari zinazoweza kutokea kutokana na machafuko ya kisiasa. Hata hivyo, serikali ya Tanzania ilijibu jamii ya kimataifa kufuatia tamko lao kuhusu matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 nchini humo yaliyosababisha maafa ya raia. Hatua hiyo inajiri baada ya balozi 16 za nchi za magharibi kutoa ripoti za ukiukwaji mkubwa wa mfumo wa haki za binadamu nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, serikali ilisema imesikitishwa pakubwa na baadhi ya matamshi yaliyotolewa na jamii hiyo, huku ikitambua umuhimu wa jamii kimataifa katika kukuza demokrasia. Tanzania imesema kuwa balozi za mataifa hayo zinapaswa kuheshimu hatua zilizochukuliwa na taifa hilo katika uundaji wa tume inayochunguza matukio ya ghasia za uchaguzi. Na hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ya Nile TV ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya Tanzania. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni Nile Sport. Wakati mwingine, bye bye.